serikali haijawahi kupuuza. Kwa watu wazima wenye hadhi ya kuwa baba zetu hapa waliopo au kaka zetu wakubwa ambao walikuwa wakubwa au na akili timamu miaka ya 60 wakati nchi hii inapata uhuru, wanafahamu watoto wetu wazalendo wa Kiafrika haki nyingi hazikuwahusu na hawakupewa kipaumbele. Badala yake, kwa mfano, haki ya elimu, watoto ambao walipewa haki hizo, ukiondoa wale waliokuwa kutawala wageni, walikuwa pia ni watoto wa Waafrika wachache ambao wametengenezwa ni maalum kwenye tabaka la utawala, watoto wa machifu, ili wawasaidie wazungu wanaotutawala kesho, angalau wanakuwa wanaweza kusoma na kuandika. Ya Mwalimu Nyerere, moja ya maamuzi makubwa iliyafanya wakati huo bado hospitali ni chache sana. Kwanza ni kuwapatia watoto wetu elimu. Kwa nini? Kwa sababu tunajua tunapata uhuru, nchi yetu ina wahandisi tunaambiwa wachache sana, hawazidi 5. Madaktari wazalendo wachache sana. Nilikuwa nasikiliza, naangalia jana wakati Mheshimiwa Rais kama mkuu wa nchi sasa anamwapisha jaji mkuu wa muhimili wa dola ya kimahakama. Anamtafuta jaji mkuu wa kwanza Tanzania mwaka 63, alikosa kumpata jaji anayehitajika, mwenye sifa, mwenye uwezo. Akaenda kukodisha jaji kutoka kwenye visiwa vya huko Amerika ya Kati vya Trinidad na Tobago. Ndio jaji mkuu wa kwanza wa Tanzania wa kuteuliwa, anayewekwa sasa na Mwalimu. Kwa nini? Elimu. Kwa hiyo kipaumbele cha kwanza ikawa wakaja na mpango baadaye wa elimu kwa wote, universal primary education. Watoto wetu wote wapate elimu ili kesho ya taifa letu na kesho yao wenyewe iwe njema. Matokeo hayo ndio yametufanya sisi tuliokuwa watoto wa jana leo wapo madaktari, leo wapo wahandisi, leo wapo wataalamu wa kada mbalimbali. Lakini leo karibia wote tuliopo hapa tumefanikiwa kufuta ujinga wa kutojua kusoma na kuandika. Ni serikali hii. Na kwa kadri siku zinavyoenda, serikali imeendelea kuhakikisha inaweka na kusimamia sera zinazomlinda mtoto, zinazotengeneza na kutoa uhakika wa kesho ya mtoto kuwa njema, endelea kuishi, asifariki. Ni kwa sababu hiyo serikali ya awamu ya 6 na zingine zilizotangulia, lakini hii ya awamu ya 6 kwa sababu Mungu aliamua sasa iwe ni serikali inayoongozwa na mwanamama ambaye kwa bahati nzuri pia alijaliwa akapata watoto, anajua uchungu wake, ni mlezi. Serikali hii katika kulinda haki ya mtoto kuishi imeboresha sekta ya afya kwa miundombinu ya majengo, ya vifaa tiba, lakini hata kuongeza watumishi kwa kuajiri tangu alipoingia kuliko wakati mwingine wowote. Hata tukisema hivyo wengine huwa wanafikiri kwamba tunadharau awamu nyingine. Hapana. Kwa sababu awamu nyingine, kwa mfano vipi tutasema na idharau. Ukisema ya Mwalimu Nyerere, ile ambayo yeye anapochukua nchi nzima ina daktari pengine mzalendo mmoja. Kwa hiyo ina maana huyu ameanza na kazi kwanza ya kusomesha madaktari. Ukisema mbona hakuajiri, angeajiri angewatoa wapi? Tukisema huyu amejenga shule nyingi, kwa mfano shule nyingi zimejengwa tangu awamu ya Kikwete na kuendelea kwa Magufuli, zimejengwa sana.
Shule za msingi pia ziliongezwa sana tangu awamu ya Mkapa kwenye ile tunaita MES. MEM. Alafu tukaja MES ikaja kuanza kutekelezwa wakati wa Kikwete. Lakini anatekeleza wakati tayari nchi ina walimu, ina vyuo vikuu. Wa nyuma singetekeleza kwa sababu hawakuwepo. Kwa kila awamu ilifanya mambo kutokana na ilivyoikuta nchi. Lakini kama ilivyo kwamba hawa watu wote wanaoongoza wako kwenye chama cha kusimamia mabadiliko, mapinduzi manake mabadiliko. Sio kiongozi wa Chama cha Mapinduzi. Kusimamia mabadiliko, kila mtu alipofikia aliendelea mbele. Kama unazungumzia mtu aliyejenga vituo vya afya nchi hii, na hivyo vituo hivi mnawahi kugundua vituo vya afya vya Mama Samia vina tofauti na vituo vya afya vyote vya huko nyuma. Akina mama, kwa mfano Samia wakati anaingia, mtagundua kitu kimoja. Wilaya yetu ilikuwa na vituo vya afya Mererani na Berera kwako, sawa? Na baadaye na pale council pale halmashauri ndio vituo vilivyokuwepo. Lakini hivyo vituo leo nikikwambia Rais Samia ametuletea vituo kutoka hivyo vitatu hadi hivi tunavyoongea mpaka vituo 8. Yeye kwenye miaka 4 ya kwake kapiga vituo 5. Kaburu wa Afrika Kusini kwa watoto wa kitongoji cha Soweto mwezi Juni mwaka 1976. Lanchi 51 au Tanzania ilijiwekea malengo mbalimbali juu ya ulinzi, kupunguza idadi ya vifo vya watoto wachanga chini ya miaka 5, kupunguza vifo vya kina mama vinavyotokana na matatizo ya uzazi, kupunguza viwango vya utapiamlo miongoni mwa watoto chini ya miaka 5. Watoto wote waliofikia umri wa kwenda shule wameandikishwa na kwenda shule. Idadi ya watoto wasiojua kusoma na kuandika ipungue, na ulinzi na usalama wa mtoto wanaoishi katika mazingira magumu. Jitihada za taifa ya kufanikisha malengo hayo yapo juu, lakini mafanikio bado si ya kuridhisha. Tuna imani kuwa mabadiliko ya jamii ni mchakato, hivyo ni imani yetu kuwa huni haki za mtoto tulipotoka, tulipo na tuendako. Kauli mbiu hii inatutaka kutafakari upatikanaji wa haki za mtoto tangu zilipoanzishwa na Sera ya Maendeleo ya Mtoto mwaka 2028. Yaani haki za kuishi, kuendelezwa, kulindwa, kushirikishwa na kutokubaguliwa, hasa utoaji wa elimu unayojumuisha watoto wote, isiyobagua mtoto kutokana na hali yake, inclusiveness. Aidha, elimu hiyo ilenge kumpatia mtoto maarifa, elimu bora na ufaulu, maadili mema, uadilifu na hofu ya Mungu, na stadi za kazi au kazi za mikono ili kujenga ujuzi kulingana na umri wa mtoto. Mtoto inamtafsiri mtoto kama mtu mwenye umri chini ya miaka 18. Watoto ni sehemu muhimu jamii na ndio tegemeo waendelevu. Hivi hawana budi kulelewa vizuri na kuendelezwa. Aidha, watoto wanayo mahitaji ya msingi ambayo kote duniani yanatekeleza haki zao. Kimsingi, haki za mtoto huwa ni wajibu wa mtu mzima kuzitimiza ya mahitaji ya mtoto ili awe mwenye afya, apate elimu bora na ashiriki katika ujenzi wa nchi yake. Yangu naitwa Evenlight Lucas. Sisi watoto ya kuendelezwa ili tufikie ndoto zetu na kutuendeleza nyinyi wazazi, walimu, serikali na jamii kwa ujumla. Je, nyinyi wazazi na jamii mpo tayari kutuendeleza? Mbona mnatupa kazi ngumu kama vile kugonga kokoto na kutuajiri kama wafanyakazi wenu? Tunaomba msikatishe ndoto zetu, kwani tuna malengo ya kufika mbali zaidi.
Majina naitwa Agnes Vincent. Haki ya kuishi. Hii inaanza pale mama anapopata ujauzito. Kukua vizuri kwa mimba kunategemea afya lishe na mazingira anayoishi mama. Kwa majina naitwa Esther. Kauli ya mtoto. Haki ya mtoto tulipotoka na tulipo na tuendapo. Kwa majina naitwa Michael Robert, natokea kanisa la TG. Haki ya mtoto tulipotoka, tulipo na tuendapo.